الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم ربنا ويرضى وبعد. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sala na salamu zimwendee wa mwisho wa mitume ambaye ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo hotuba yetu ya leo, katika kumalizia, tunaangalia kwamba tumefikia katika sehemu ya 4 ambayo ilikuwa katika kugawanya kila pointi zimegawanyika kwamba hapa ni hivi, hapa ni hivi. Kwa hiyo hapa rabian aqwalu salafi fil ghibati. Aqwalu salafi fil ghibati. Asema aqwalu salafi yani ni kauli, maneno ya masalafi fil ghibati, katika hili neno ambalo tunazungumzia la kuteta au kusengenya. Sasa kauli za wema waliopita ni vipi? Asema kwamba hirsu salafi salihi ala albuudi anil ghibati. Walijihimiza masalafi salih kujihimiza kujiweka mbali na hili neno la kuteta. Wale wamekaa kabisa wakaona kwamba acha sisi tujiweke mbali. Lakini sasa hapa tutaona namna ambavyo walizungumzia masala kwa undani, alafu baadaye wakaja wakatoa tiba, kwa sababu inakuwa ni vyema ule wakati ambao kwamba unazungumza kitu au kifika mwisho umeshaonyesha watu athari yake na madhara yake, alafu unaleta na tiba sasa au muafaka unakuwaje. Asema wakanu yarauna fiha min alkabair, kwamba wao walikuwa yarauna fiha, wakiliona ili sala la utesi min alkabair, yani ni katika madhambi makubwa, si katika yale madhambi madogo madogo, yale madhambi makubwa yenye kuangamiza, walikuwa wakiona hivyo. Alafu asema kwamba wayauduna sukuta anha musharakatu fil ithmi. Walikuwa wakijihesabu kwamba mtu akiwa anatetwa afu na mwingine anasikia, yule ambaye kazi yake kusikia tu jinsi yule anavyotetwa, basi wanamchukulia kana kwamba na yeye ni miongoni mwa watu wanaoteta. Hamzui kama ilivyokuja katika ile hadithi ndio mara kwa mara, man ra'a minkum al-munkara falyughayyirhu biyadihi. Kiona jambo uzuie kwa mkono wako au bilisani au katika ulimi wako, au bilqalbi au katika nafsi yako, wadhalika adhafu al-iman, bali katika udhaifu wa imani. Sasa ukikaa kimya alafu kao unamsikiliza yule namna anavyoenjoy kule kuteta, wanasema masalafi kwamba anha musharakatu fil ithmi, kana kwamba mnashirikiana katika madhambi. Asema kwamba wa min aqwalihim, katika kauli zao. Sasa hawa masalafi, zile kauli zao ambazo walikuwa wanaashiria sasa hili neno, asema kwamba katika wema waliopita wa kwanza ni Al-Hasan al-Basri rahimahullah, ndiye atakayetuletea kauli ya kwanza hapa. Hasan al-Basri, kauli ya kwanza ambayo atatuletea, sema kwamba wallahi lal ghibatu asra'u fi dini rajuli min al-akala fil jasad. Kana kwamba ili neno la kusengenya katika dini namna linavyoharibu, ni kana kwamba mtu ana maradhi, yale maradhi makubwa kabisa, kana kwamba mfano wetu kwa sasa hivi ni kansa. Yale maradhi makubwa namna yanavokula mwili na kuuozesha. Zamani kwa naitwa taabun, sio hivi, lakini kwa sasa ni kana kwamba ugonjwa ambao unasumbua, kimpata mtu ni kansa, unakwenda unaingia taratibu na kuchoma na kumumunyua mwili wa mwanadamu, unaoza huko anajiona. Ndivyo ili sala ambavyo linavyoharibu dini. Asema kwamba asra'u fi dini rajuli min al-akala fil jasad, yani kana kwamba katika kiwiliwili cha mtu
kiwiliwili cha mtu kinapopata shida. Kuna wakati mtu anaumwa mpaka anauchukia mwili wake, na mwingine mpaka anasema basi Mwenyezi Mungu, naona hapa ambapo nilipofika niondoshe. Ndio madhara ya hili sala ambalo tunalozungumzia. Nasema Hasan al-Basri katika wema waliopita mwingine, kama tunavyosema ile tunalirejea kwamba as-salafu salih, yani ni wema waliopita. Asema kwamba Ibn Sirin rahimahullah qala, Ibn Sirin anasema, Mwenyezi Mungu amhurumie huyu, asema kwamba Ibn Sirin kwamba lau kuntu akila lahmi akhi, asema lau kuntu, mimi ningekuwa nakula lahmi akhi, yani nakula nyama ya ndugu yake, ya ndugu yangu. Anasema hivyo kwamba laiti angekuwa yeye anakula nyama ya ndugu yake, asema la akaltu lahman tariyan, asema ningelikula nyama iliyokuwa mzuri, asingekula nyama mbaya. La akaltu lahman tariyan, hapa lahman tariyan ni nyama ambayo ni nzuri. Kama laiti ingekuwa anaruhusiwa mtu kula nyama ya mtu wake, kwa sababu kimtata mtu kana kwamba anakula nyama yake kama amekufa, angeruhusiwa yeye angekula nyama nzuri. Anasema kwamba amma al-ghibatu, lakini ili suala la ghiba ambalo tunazungumzia la kuteta, fa akalu lahmi mayitin, ni kula nyama ya mtu aliyokufa, kama dalili tulivyozisoma katika darasa 2 zilizopita. Hakuna tena umuhimu wa kurejea kwa sababu tumelipambanua kwa mapana na marefu. Asema kwamba katika wema waliopita mwingine anaitwa Al-Fudail ibn Iyad qala, Al-Fudail ibn Iyad anasema hivi, al-mu'minu, mu'mini, yasturu wa yansahu, muumini kazi yake ni kusitiri. Muumini ni kusitiri, wa yansahu, ni kusitiri. Jambo la kwanza, al-mu'min yasturu, anastiri, wa yansahu, ile wa yansahu ni kumwambia. Sasa mtu unaweza kama labda yeye akikaa fulani, kwanza usimstiri, umstiri, usiende unamzagaza mbele za watu na wewe kwamba fulani kazi yake ni kuteta, fulani ni hivi. Msitiri huyu mtu, jambo la kwanza msitiri yule mtu. Alafu ukishaona kwamba haendi sawa, wayanswahu, sawa, mpahamishe. Ndivyo anavyosema yule Al-Fudail, anasema kwamba msitiri, alafu pia mpahamishe, bwana unavyofanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha sivyo. Alafu sasa anaendelea kusema kwamba walfajiru yahtiku. Hapa walfajiru yahtiku, alfajiru ni mtu ambaye ni muovu, yeye anafanyaje? Yahtiku. Hapa yahtiku ina maana kwamba akipata aibu ya ndugu yake Muislamu, ima si Muislamu, akipata kwake yeye anakuwa ameshapata chance nzuri, kama fursa dhahabia ya kumzagaza. Anatafuta kitu fulani kakutia kwenye profile, alafu ile maneno anayaleta pale chini, akikutana watu wanawafahamisha fulani, yani anaona raha sana kutoa aibu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni makosa sana Muislamu kutoa aibu ya ndugu yako Muislamu. Kabla hujazungumzia aibu yake, zungumzia ya kwako kwanza. Kama tunavyoona hapo juu, mtu amekwenda vibaya, sawa, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dhaifa. Nataka Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Hapana, mwanadamu kumbe aliumbwa kutokana na nini? Na udhaifu. Kama nataka Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Hakuna mtu aliyekamilika, kila mtu ana aibu yake, kila mtu ana kasoro yake. Sasa muovu anaanika yani ile aibu ya wenzake au za wenzake, pindi zinapopatikana yeye ndo anaenjoy. Sasa asema walfajiru yahtiku, asema kwamba wayahtabu, ile yahtabu sasa ndo kule kwenda sasa na anaiteta, anatizama ni jinsi gani ataizagaza, anateta ile aibu ya yule ndugu yake, ambapo
ni makatazo mazito sana katika dini ya Uislamu. Khamisan, sehemu ya 5 sasa. Atharul ghibati wa khuturatuhu. Hatharul ghibatu wa khuturatuhu, yani hatari sasa ya neno ghiba wa khuturatuhu na hatari zake. Ili neno ghiba wa khuturatuhu na uhatari wake, asema kwamba athari zake ziko wapi na hatari yake iko wapi, kwa namna walivyokuwa nazungumzia wawema waliopita. Asema kwamba hapo anasema atharul ghibatu wa khataruhu, yani hatari zake na uhatari wake. Asema kwamba tusabbibu sakhatallahi wa adhabahu, inasababisha hasira za Mwenyezi Mungu vile vile na adhabu za Allah. Mtu anaifanya hivyo, kwanza Mwenyezi Mungu anamkasirikia, alafu bado vile vile anakuwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Asipotubia anakuwa katika hali nzito. Hiyo ni kipengele cha kwanza katika vipengele vitatu ameleta hapa. Kipengele cha pili anasema kwamba tufsidu al-ukhuwata wa tufarriku al-jama'ata, yani kwanza hii inakuwa ni yenye kuharibu al-ukhuwata, ni ule udugu. Kuna watu wanaweza wakawa wanapendana, wanaishi kwa vizuri, lakini shaitani akiwachezea kupitia njia hii inakuwa ni njia ya kuwasambua. Anakatwa na masikia fulani amesema hivi, na yani yale maneno kwenda kupitia tayari anakuwa shaitani aliwapata. Wanasema kwamba kwanza inaua udugu, watufarriku aljamaata, na kufarakanisha watu wanafarakana, huyu anakuwa yuko huku, huyu anakuwa yuko huku. Alafu anaendelea sehemu katika kipengele cha mwisho sasa, anasema kwamba tudhhibu alhasanati wa tuzidu sayyiati, kwamba kunaondoa mema ambayo ni thawabu. Alafu jambo jingine kwamba watuzidu sayyiati, na kuzidisha dhambi. Kadiri unapofanya hivyo unazidishiwa dhambi. Hakuacha hapa katika kuendelea na kumalizia, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakaleta dalili ya nguvu kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika dalili alileta hapa, subhanallah, hadithi ni rawahu Muslim, asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa pamoja na maswahaba zake, akawauliza swali, akawaambia maswahaba kwamba atadiruna manil muflis, je, mnamjua nani aliyefilisika? Yani ni swali ambalo mtu akikuuliza nani amefilisika ni haraka tu, labda mtu alikuwa anamiliki mali, majumba, magari, haraka vile mtu vile vitu vikataifika, akawa tena vile vitu kupitia ajali, kupitia matatizo, vile vitu vikawa tayari vyote vimetoweka. Ndio anauliza kwamba atadhuruna man muflis, mnamjua aliyefilisika ni mtu ambaye alikuwa nabii, alikuwa masahaba wakamwambia, qalu, wakasema kumjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, kwamba muflis yule ambaye hana dirham, yani ni pesa, hana pesa zozote, wala mataa. Sawa, hii wala mataa yani ni kitu chochote, yani alikuwa mtu amemiliki vitu lakini sasa hana kwa muda. Ndio akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona hawa maswahaba hawajanielewa, qala, akasema kwamba innal muflisa min ummati yati yawm alqiyamati, akasema mtu aliyefilisika katika umati wangu, yati yawm alqiyama, atakuja siku ya kiyama. Asema atakuja katika hali gani? Bisalatin wa siyamin wa zakati, vitu vitatu, bisalatin wa siyamin wa zakati. Atakuja na sala, alikuwa na sali vizuri, anapiga sala 5 kwa wakati,
anajiamini leo naenda kukutana na Mwenyezi Mungu, liqaa rabbi, naenda kukutana na Mola wangu, sala zitanisaidia. Nilikuwa nafunga, naamini kwamba zile siamu zitamsaidia. Alafu nilikuwa natoa zaka, anaamini kwamba ile zaka ambayo kwamba alikuwa anatoa duniani itamsaidia. Mtume Mwenyezi Mungu akaendelea kuambia kwamba wayati qad shatama hadha, na vile vile akaja hivi vitu tayari amevimiliki, siamu, swala, zaka na mengineyo mengi tu. Wayati qad shatama hadha. Sasa anakuja mbele Mwenyezi Mungu, amemtukana huyu, sawa, wakadhafa hadha, na kumsingizia uzinifu huyu, wa akala mala hadha, na akala mali ya mtu katika njia ambayo ni ya batili kabisa, akakumfanyia dhulma, akala kwa kuona kwamba hatonifanya kitu. Anaendelea kusema kwamba, anasema wasafaka dama hadha, wasafaka dama hadha, yani akamwaga damu ya mtu. Katika kumwaga damu ya mtu kuna njia nyingi sana. Mtu anaweza kaanza kumdhuru mtu, kaonyesha yuko kule, yule mtu akauawa, na umeshashiriki kumtilia mtu sumu bila ya sababu, kamuua. Au kuna wengine huku kwetu, labda mtu anaweza kanaishi anafahamiana na viongozi kutoka katika nchi zetu tulikotoka, mtu akifika ameingia tayari wanakwenda yule mtu anammaliza. Katika hizo hali zote za kumuua mtu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya ngapi? Sura ya 5, ambayo ni sura Tauba. Ukiangalia hii aya ni aya takribani ya 32 katika sura Tauba. Mwenyezi Mungu anasema kwamba min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'an. Yani yeyote atakayemuua mtu hapa ulimwenguni, mtu huyo mmoja, bighairi nafsi, yani yule mtu wa kuua eti na yeye auawe, yani bila ya hivyo, yani amemuua tu kuua katika njia yeyote. Anaendelea kusema kwamba hapa atakayefanya hivyo fil ardhi, yani katika ardhi, fakaannama, nikana kwamba qatala nasa jami'an, kana kwamba ameua watu wote ulimwenguni. Kumuua tu mtu mmoja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aliyekuwa mtu wa kwanza kuua ni Kabil, yule aliyeua. Kila atakayekufa baada yake akakitenda kile cha kuua, naye ana fungu lake la dhambi. Alafu aya inaendelea sema kwamba waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia, na atakayemuhuisha au akatafuta njia ya kumsevu mtu asife katika kumsaidia, kana kwamba amewahuisha watu, au kama amewasaidia watu wote ulimwenguni, ndio thawabu zake. Ukimuua kana kwamba umewaua watu wote dhambi zake. Mtu mmoja ukimsevu mtu asiuawe au katumia njia yote, ni kana kwamba watu wote umeponisha. Hii ni aya utaiangalia ya 32 katika suratul Maida. Katika vitabu vyote Biblia na vinginevyo kuna aya kama hii isipokuwa Uislamu, namna gani ambavyo unavotetea nafsi na uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yale ambayo tunayatenda usiku na mchana. Aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu sana na salamu zimwendee mwisho wa mitume ambaye ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeishia kwamba mtu atakwenda na siyamu mbele ya Mwenyezi Mungu, zaka na sala kutegemea kwamba vitamsaidia. Alafu tukaambiwa kwamba sasa atakuwa na mambo ambayo wayati qadashata mahadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha, akala mali ya mtu akawa msizio tu mzilifu. Lakini sasa mahalu shahidi asema wadharaba hadha, vile vile akampiga huyu, anampiga tu mtu bila sababu. Kuna mtu mwingine anaweza kusema mimi na kule kwetu ndio imezoeleka sana kwamba nafahamiana na wahusika wote, machifu wote wananijua, lazima nitamkomesha yule, nitamtia nidhamu,
Mtu anakamatwa anapigwa kwa kuwa kwamba wewe unajulikana, wewe ni chifu, wewe ni nani. Unakwenda nayo yote mbele ya Mwenyezi Mungu. Asema fayu'ti hadha min hasanatihi. Sawa? Sasa wale watu ambao waliwafanyia hivi watachukua, watapewa ule wema wako wote. Wa hadha min hasanatihi, wanapewa ule wema wako wote. Wewe ulimdhulumu huyu kila kitu, kwa sababu hakuna mtu atakayezulumiwa siku ya Kiyama. Thumma tuwaffa kullu nafsi bima kasabat wa hum la yadhlimun. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Baqara, kila mtu atapewa vitu vyake wala hakuna mtu atakayedhulumiwa siku ya Kiyama. Asema kwamba fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Fa in faniyat, ikitokea sasa hii faniyat ni kwamba hasanatuhu, yale madhambi yake yameisha tayari, lakini watu bado ni wengi sana wamemzunguka. Hadithi inaendelea kusema kwamba asema akhidha min hatayahum fafuriat alayhi, kwamba watachukua sasa katika yale mema ambayo yalikuwa yote yamekwisha. Sasa ule wema ukisha, sasa wanatizama thumma furiha fi nar, watachukua katika yale mema yake, yale mabaya yao, wale watu wampachikie yeye, bwana wewe ulimfanya hivi. Yale madhambi yote wanamlundikia, wale watu wanapona, alafu yeye haya anasema kwamba thumma turiha fi nar, kisha atatupwa motoni. Rawahu Muslim. Hii hadithi ni ndefu sana, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaifafanua kwamba amepokea Imam Muslim. Katika kumalizia sehemu ya 4 ambayo sasa ina baadhi ya vipengele vitano vya kukamilisha hutuba yetu, vya kuzingatiwa na kuandikwa na wino wa dhahabu, asema kwamba tushfil al-baghdha wal adawata, yani tushfi ile ni kuzagaza al-baghdha wal adawata, yani al-baghdha kuwa uadui na chuki, fil mujtama'i, katika jamii. Hili neno likizagaa au likiendelea linakuwa linaleta hivi kuzagaza uadui na chuki katika jamii. Alafu sadisan asema kwamba ilaji al-ghibati walwiqayatu minha. Sasa ilaji, ukisikia kwa Kiarabu nasema al-ilaju ni kitu ambacho kinaitwa ni matibabu. Sasa wametoa tiba sasa ya kumalizia kwamba kila mtu aelewe ugonjwa umeshatuathiri au unaathiri wengi, tiba yake, matibabu yake ni ipi? Wameleta vipengele vitano wa wema waliopita. Kipengele cha kwanza anasema kwamba muraqabatu llahi fi sirri wal alani, yani kwanza ni kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa sehemu ya siri, wala alani, na sehemu ambayo ni ya siri na sehemu ya dhahiri, kote kumuogopa Mwenyezi Mungu. Ndio dawa ya kwanza walitoa hiyo, utafanikiwa. Na ukiangalia katika suratu Mulk, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, hakika wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu bil ghaibi, sehemu ya kujificha, lahum maghfiratun, Mwenyezi Mungu anawapa wao msamaha, wa ajrun kabir, na ujira uliokuwa mkubwa. Na miongoni mwa msamaha watakaopewa, watakapokuwa wametokea wamekufa, watachelewa kuoza. Kuna mtu akishakufa tu dakika chache na kwenda anaharibika, alikuwa humi, alikuwa ni nini, kumbe alikuwa anakula nyama za watu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba watachelewa kuoza hawa, inna alladhina yakhshawna rabbahum. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama watachelewa kuosha. Lakini aya inasema yeyote atakaye sehemu ya siri anajificha na muogopa Mwenyezi Mungu atakuwa na ujira mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwanza katika ilaji walizotoa au katika matibabu. Pili anasema kwamba shughulul lisani bidhikrillahi, tiba ya pili, wal kalami tayyibi, yani kushughulisha sana ulimi wako kila wakati, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Ndio unaendelea kufanya dhikri muda wote mwingi, unakuwa mwenye kufanya dhikri. Kuna mtu masaa 24 anaishi hajamtaja Mwenyezi Mungu isipokuwa katika sala. Asiposali ndo kabisa. Ushughulishe ulimi wako.
katika tiba walitoa. Wakatoa tiba ya tatu, akasema kwamba al-imsaku anil majalis allati takthuru fiha al-ghiba, kujiweka mbali sasa na vile vikao ambavyo wao kazi yao wakipita fulani ni hivi, fulani ni hivi, kujiweka mbali na hivyo vikao. Hilo litakusaidia. Akasema sasa tiba ya 4, asema kwamba nushu almu'tabina. Hii nushu almu'tabina anasema kwamba ni kuwasi wenye kuteta, almu'tabina anil ghibati, kutokana na hiyo kuteta, in waka'u fiha, ikiwa wanafanya hivyo. Nuhsu almu'tabina anil ghibati in waka'u fiha, ni kuwa na sisa sasa, bwana msifanye hivi, msifanye hivyo, msifanye hivyo, wewe sio unakaa kimya. Hiyo ni tiba ya 4. Ya mwisho ya kumalizia amesema kwamba at-taubatu walistighfaru, ni kufanya toba na kumuomba Mwenyezi Mungu sana msamaha. Asema kwamba waradul madhalimi in amkana, na kuwarejeshea wale waliwadhulumu vitu vyao. Toba na kufanya istighfar. Istighfar kwa mtu mwingine, kama unaomba toba kwa Mwenyezi Mungu, kama ni mtu mdhulumu, kama ni chochote, mrejeshee. Alafu akamalizia na hadithi fupi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema qala sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu sala na salamu zote yako kwamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, yeyote ambaye man kana yu'minu billahi, na muamini Mwenyezi Mungu sawa, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, falyakul khairan, aseme khairi tu, maneno awe anatamka maneno mazuri kutoka kwenye mdomo wake, au liyasmut, muttafaqun alayhi, au anyamanze. Hii hadithi imepokea Buhari na Muslim. Hizi ndo kauli walizotuachia wema waliopita. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupambe na sifa hizi, aweze kutusamehe pale ambapo tulipokosea, ajalie kwamba tuwe ni wenye kuyafanyia kazi haya tuliyozungumza, kuanzia mimi mzungumzaji na ninyi mnayosikiliza na mtakaonisikiliza. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم اشفيه مرضانا وارحم موتانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم اشفيه مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفيه مرضانا وارحم موتانا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Mwenyezi Mungu tunakuomba utusamehe vile vile wasamehe na ndugu zetu waliotangulia katika imani ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tunakuomba ututilie wepesi katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera, na kila mwenye matatizo yake ya Rabbal Alamin miongoni mwetu Mwenyezi Mungu mkidhie matatizo yake, kila mwenye shida yake ya Rabbal Alamin mkidhie. Mwenyezi Mungu tunakuomba uwalinde waislamu wenzetu hapa tulipo na kokote pale duniani na mabalaa ya Rabbal Alamin. Tutilie wepesi katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Tutuongozee vizazi vyetu viwe ni venye kukujua ya Rabbal Alamin, vije kutetea la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ndiye ziwe kauli zetu za mwisho kabla tujatoweka hapa ulimwenguni ya Rabbal Alamin. Tutakapokufa ujalie makaburi yetu yawe raudhwa min riyadhil janna. Ya Mwenyezi Mungu turuzuku pepo ya Firdausi ya Rabbal Alamin bila ya adhabu wala hisabu. يا عزيز يا الله، يا ستار يا الله، يا وهاب يا الله، يا نور يا الله، يا محيمن يا الله، يا متكبر يا الله، يا متكبر يا الله، يا ستار يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
وهم مرضى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان